Ndugu waandishi wa habari, naitwa Clayton Revocatus Chipando Baba Levo, ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Leo nimekuja kuongea na nyie hapa katika stendi kuu ya Dar es Salaam ya SGR, na lengo la kuja hapa ni kuwaonyesha kwamba jambo langu nakuja kulizungumza linaendana na taasisi hii, linaendana na jambo linalohusiana na reli. Naomba niwaambieni ukweli, ndugu waandishi wa habari, mji wa Kigoma au mkoa wa Kigoma tumekuwa na bahati kubwa kwenye serikali ya awamu ya sita. Mambo mengi ambayo serikali ya awamu ya sita inayafanya katika mkoa wa Kigoma yanatupa nafasi sisi kama wabunge kusema asante kwa serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba niwaambieni leo hii tunaongea mimi na nyie hapa, na kwa umoja wenu hivi mlivyo, tutaondoka kwa pamoja kuelekea Kigoma. Waandishi wa habari wote mliopo hapa mnapata mwaliko wa moja kwa moja kuelekea Kigoma kwenda kushuhudia namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa reli ya SGR kutokea Tabora kwenda Kigoma. Tunajua kwamba SGR imekuwa ni mkombozi wa abiria ambao tulikuwa tunateseka hata kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Unatumia masaa 10, masaa 9, sasa hivi masaa 2 na dakika kadhaa tayari unakuwa umeshafika Dodoma, mpaka masaa 3 mwisho. Sasa ni zamu ya Kigoma. Dr. Samia Suluhu Hassan anataka mtu wa Kigoma au mtu akitaka kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma kwa kutumia SGR atumie masaa 7 peke yake. Masaa 7 peke yake kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma. Sasa hivi mtu akitaka kutoka Kigoma kwenda kuja Dar es Salaam au kutoka Dar es Salaam kuja kwenda Kigoma, inamlazimu kwa basi atumie siku 2, lakini kwa treni inamlazimu atumie siku 2 na kidogo. Lakini Dr. Samia anataka kuifungua Kigoma, anataka kuufungua mkoa wa Kigoma, na kwa sasa watu wa Kigoma watasafiri kwa masaa 7 peke yake kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Kigoma. Kwa nini tusiseme asante kwa mama? Kwa nini tusiseme asante kwa serikali ya awamu ya sita? Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kuweka jiwe la msingi kutoka Tabora kwenda Kigoma SGR. Dr. Samia anaenda kuweka zaidi ya bilioni 26, trilioni 26, trilioni, zaidi ya trilioni 6.23 zinaenda kuwekwa pale. Naomba nirudie, Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kuweka Kigoma hela zaidi ya trilioni 6.23 kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa, ili wananchi wa Kigoma waweze kupata usafiri ambao utawaoisha kwenda kwenye mikoa mingine kirahisi. Na huyo sio kama amemaliza mama, bado ana mradi mwingine ambao unaanzia pale Uvinza kwenda Burundi wa SGR. Tunasema kuanzia Msongati pale. Haya yote mama anayafanya kwenye mkoa wetu wa Kigoma. Kwa nini tusimshukuru Dr. Samia? Kwa nini tuseme asante kwa serikali ya awamu ya sita? Kumbukeni mradi huu ambao mama anaenda kutengeneza, Kigoma tu Tabora, Tabora tu Kigoma, utafungua ajira za wananchi zaidi ya 15,000. Watapata ajira pale katika kuanzia unavyojengwa na mpaka utakavyokuwa unaendelea. Kwa nini tuseme asante? Wananchi wetu wako kule wanahangaika, wana ajira. Wananchi wanahangaika, wana hela. Mama anapeleka hela kwenye mji wetu. Kwa nini tuseme asante? Naomba niwaambieni ukweli, ndugu waandishi wa habari, kazi hii inayofanywa na serikali ya awamu ya sita ni kazi ambayo inatukuka, na sisi kama wakazi wa Kigoma tunasema asante. Asante Dr. Samia kwa kazi hii unatufanyia sisi. Asante serikali ya awamu ya sita, mawaziri wote wanaohusika. Asante sana mkurugenzi wa TRC, mzee wangu mzee Machibia, kwa namna unavyopushi, kwa namna unavyopeleka huu mradi kwenye mji wetu wa Kigoma. Tutakuweka katika kumbukumbu zetu, katika mioyo yetu, kama mkurugenzi
shirika ambaye alitumia nguvu zake zote, akili zake zote kuhakikisha mradi unafanikiwa, ujenzi unafanikiwa wa reli ya kisasa kufika katika mji wetu wa Kigoma. Nimeishuhudia stesheni inayoenda kujengwa katika mkoa wa Kigoma. Pale stesheni mjini, stesheni inaenda kujengwa katika mkoa wa Kigoma, itakuwa ni stesheni ya 4 kwa ukubwa. Si mnanielewa jamani? Stesheni ya 4 kwa ukubwa. Ukitoa ya Dodoma, ukitoa Dar es Salaam, ukitoa ya Mwanza, inaofuata ni Kigoma kwa ukubwa. Namna itakavyohudumia abiria, namna watu watakuwa mle kupata sehemu za luxury kuenjoy maisha. Asante sana serikali ya awamu ya 6. Asante sana mheshimiwa waziri anayehusika na uchukuzi. Asante sana mkurugenzi wa reli, mzee wangu mzee Machibia. TRC imepata mtu sahihi, imepata mtu mwenye spidi anayoendana na maisha yetu ya watu wa Kigoma. Sasa kwa haya ambayo yanafanywa, naomba nitoe listi ya baadhi ya watoto wa Kigoma ambao wanaenda kumpokea mama Kigoma. Tunaenda kumpokea mama Kigoma kwa yale ambayo anaenda kuyafanya Kigoma kwenye kuweka jiwe la msingi, na kazi inaendelea. Nje ya hayo, Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda Kigoma kuzindua kwa mara ya kwanza meli ya Liemba, meli ambayo ilikaa pembeni ya maji kwa miaka mingi. Mama anaenda kuzindua meli, na meli zingine zitatoka Katavi tena zitakuja pale Kigoma, ili mama aweke mkono wake wa baraka, ziende zikaanze kazi. Meli zaidi ya 6. Dr. Samia Suluhu Hassan anajenga kiwanda cha kutengeneza meli Kigoma. Jamani, sisi watu wa Kigoma kumshukuru mama ni wajibu wetu, kwa sababu kazi kubwa anayoifanya katika mji wetu wa Kigoma. Sio kama tunaelewana vizuri, ndugu waandishi wa habari. Kazi inaenda kufanya Kigoma ni kubwa. Sasa naomba niwatajie watoto wa Kigoma ambao wameamua kwenda kumpokea mama Kigoma. Wa kwanza ni King Kiba, ni mtoto wa Kigoma. Tunamwita Kigoma aje ashuhudie namna mama anavyoujenga mji ambao wazazi wake walizaliwa pale Kigoma. Wa pili, Diamond Platnumz. Tunajua ana show Musoma, anaenda na ndege yake binafsi. Tumemwambia ndege yako tunakuomba ugeuze ndege, badala ya kurudi Dar es Salaam ukitoka Musoma asubuhi, Jumatatu ilete ndege yako Kigoma. Tarehe 20 siku ya Jumatatu mwezi huu wa 7, mama anaenda kuweka jiwe la msingi pale Kigoma kwa ajili ya ujenzi wa SGR. Uwanja utakuwa ni uwanja wa Katosho. Tunaomba wananchi wote ambao mko hapa Dar es Salaam, mimi mbunge wenu nimejitolea, nitalipia behewa moja zima kwa ajili ya watu waende wakaone kazi inayoenda kufanyika ya Dr. Samia Suluhu Hassan Kigoma. Tutaweka namba ya simu, utapiga simu, utapewa tiketi kwa ajili ya kusafiri kwenda Kigoma. Naamini 100% kwamba wapo watu wa Kigoma wanataka kwenda kuona ushuhuda, wakaone kazi ambayo inafanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Atakuwepo Diamond Platnumz kwa ajili ya kumuona mama, kwa sababu Diamond ni kwao Ujiji pale. Atakuwepo Alikiba, ni kwao Ujiji pale. Lakini bila kusahau tutakuwa na wasanii kama Linex Sande Mjeda, ama ni mtoto wa Kigoma, ni kwao Kigoma. Tutakuwa na wasanii kama marafiki zetu wakina Chino Wanaman. Atakuja, alikuwepo kwenye kampeni zangu, alifanya kazi nzuri. Mtoto mrefu wa Diamond Platinum anaitwa Divoice, atakuwepo Kigoma kwa ajili ya kushuhudia. Shilole dada yangu, twende ukayaone yale ambayo mama Samia Suluhu Hassan ananifanyia katika mji wetu wa Kigoma. Twendeni mkaone. Mzee wa Bwax, twendeni watu wakagande Kigoma kwa mshangao. Watu wote wanaenda Kigoma. Lakini tuko katika maongezi na Mario Mbosokan, wote waje wakaone namna mama anavyoifanya kazi Kigoma. Listi ya wasanii, watoto wote wa Kigoma watakuwepo pale Kigoma kwa ajili ya kushuhudia kazi inayoenda kufanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na wakaribisha ndugu waandishi wa habari wote ambao mtakuwa mko tayari, twendeni Kigoma na maiki zenu hizi zote zilizokuwepo hapa, zaidi ya maiki 100. Twendeni wote Kigoma mkashuhudie kazi inayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika mji wetu wa Kigoma. Mimi nina furaha kumuona Dr. Samia anaweka zaidi ya trilioni 6.23
katika mji wetu, lakini nina furaha kumwona Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kutengeneza ajira za wananchi zaidi ya 15,000. Mimi nina furaha kuona kinaenda kujengwa kipande chenye kilomita zaidi ya 502 katika mji wetu wa Kigoma. Urefu wa kutoka Kigoma mpaka Tabora au Tabora mpaka Kigoma ni kilomita 502. Zinaenda kujengwa reli ya kisasa ili watu waweze kufanya biashara. Mama anaenda kuiunganisha Kigoma na Burundi, anaiunganisha Kigoma na Kongo, anaiunganisha Kigoma na Zambia. Kigoma inaenda kunyanyuka. Kigoma inaenda kuwa sehemu ambayo itakuwa ni kitovu cha pesa za mji huu, za pesa za nchi ya Tanzania. Mmezoea kuita Kigoma mwisho wa reli. Sasa kuanzia leo Kigoma sio mwisho wa reli. Kigoma ni katikati ya fursa. Njoo Kigoma, njoo uone maajabu yanayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6. Njoo uone maajabu yanayofanywa na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi. Mzee wangu, kwa kweli Mungu amjalie, amfungulie riziki zote. Njoo uone kazi inayofanywa na mkurugenzi wa TRC Kigoma katika nchi yetu ya Tanzania, anayofanya mambo Kigoma. Mzee wangu, Mzee Machibia ameamua kuhakikisha Kigoma inakuwa kwenye nafasi ya watu kuweza kutengeneza riziki. Kwa kusema hayo, nashukuruni sana. Listi ya watu ambao watampokea Dr. Samia ni ndefu, wakiwepo comedian, wakiwepo wasanii wakubwa karibia wote, wakiwepo Watanzania ambao wana asili ya Kigoma. Wote mnakaribishwa Kigoma tarehe 20. Twendeni mkashuhudie mama akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma, kilomita 502, zaidi ya trilioni 6.23. Ajira zaidi ya 15,000 zinaenda kutengenezwa. Kwa kusema hayo, naomba kama kuna mwandishi wa habari yoyote ana swali, aulize swali, niko tayari. Okay? Mimi swali langu liko hivi kama ifuatavyo. Tumeona ukizungumzia sana na utendaji wa miradi ya barabara, ila kuna vitu ambavyo sijaviona kwa upande wako kuzungumzia katika vyanzo vya maji, asili ya vyanzo vya maji ambavyo vilitoka katika mkoa wa Kigoma. Ukizungumzia Rutare, Nyakageni na Rubengera. Hivyo vitu tunavizungumzia vipi katika unapokuwa mbunge wa jimbo lazima uwe na target. Huwezi kurundika kila kitu kama unafanya batishandurute. Hatufanyi batishandurute, tunakuwa na target. Target yangu kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kuhakikisha maendeleo haya yanapokuja yaendane na barabara za mitaani. Kuhakikisha wawekezaji wanapokuja wasipate shida kujenga hoteli nzuri kwenye barabara za vumbi. Wapate barabara nzuri, wajenge hoteli zao ziweze kudumu kwa muda mrefu. Ukijenga hoteli nzuri kwenye barabara ya vumbi, itachafuka. Magari yatapita, mashuka yatakuwa vumbi tupu. Itamlazimisha huyu mtu kufanya maintenance kila baada ya muda mchache. Kwa ndio maana tunasisitiza haya maendeleo yanayokuja yaendane na barabara za mtaani. Lakini pia kuna wafanyabiashara wadogo wadogo pale. Kuna masoko ya jioni yako pale. Lazima tuwawezeshe hawa watu waendane na hili soko linalokuja. Soko la watu mamia kwa maelfu wanaokuja Kigoma mjini. Dr. Samia Suluhu Hassan, nikwambie tu ukweli, katika jimbo la Kigoma mjini hapa mimi ninavyoongea mimi na wewe, anajenga soko la kisasa la Bwanga pale. Liko 70% na kitu, linakaribia kuisha. Soko la kisasa kabisa anajenga mama. Mama anajenga soko la kisasa kwenye kata ya Kibirizi. Dr. Samia Suluhu Hassan, mambo yanaendelea. Mambo hayajasimama, lakini analeta na SGR. Kwa hiyo lazima tupiganie kuhusiana na ujenzi wa barabara ili kuendana na kasi ya maendeleo ambayo anaileta Dr. Samia Suluhu Hassan katika mji wetu. Sawa, hongera sana. Unahisi tunasibalisha story ni uzinduzi. Tunalete story mnabadilisha. Twende. Mimi naitwa Gabi, Mtanzania, natokea Global TV. Kwanza nikupongeze Mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Kilio cha barabara kilikuwa ni kikubwa sana. Kwa maana mtu akikaa Dar es Salaam na anaishi maisha yake ni Kigoma, ilikuwa ni siku 3, siku 2 ndio unafika. Sasa SGR inakwenda kufungua nini kwa wakazi wa Kigoma sasa hivi, ukiwa kama Mheshimiwa mbunge na wakati wako ndio unaonekana kama kuna neema zinafunguka kwenye mji wa Kigoma. Unataka kuambia nini wana Kigoma sasa hivi SGR kuanza Dar es Salaam kwenda Kigoma? Kwanza kabisa niwaambieni tu ukweli. Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Kigoma ametupendelea mno.
ametupendelea mno. Okay, unaona hapa tunazungumzia SGR, lakini before hata SGR Kigoma ilikuwa barabara zote za kuingia ni vumbi, zilikuwa ni barabara za vumbi. Ukitoka Tabora ukifika pale Uvinza kulikuwa kuna kipande kibovu sana. Dr. Samia kasha kamaliza hiyo, ni kuserereka mpaka mjini. Kutoka Kigoma kwenda Tabora ulikuwa ukifika pale maeneo ya Kaliwa kwa kina Oscar kwa ni vumbi, mama kamaliza hiyo. Kutoka Kasuru Kibondo mpaka kufika ya Kanazi kulikuwa ni vumbi, mama kashatuunganisha na mikoa yote. Sasa analeta SGR baba lao, analeta SGR. SGR inaleta faida gani kwa wananchi wa Kigoma? Kwanza inaenda kufungua fursa ya watu wa Kigoma kuweza kuwahi. Mtu wa Kigoma anaweza akatoka asubuhi akaja kula ugali hapa Dar es Salaam, lakini sasa hivi akisafiri kutoka Kigoma hatakuja kula ugali wa kesho yake, sio wa leo. Ugali wa moto anamwambia tu mtu saa 4 pika ugali na kuja hapo saa 7 nitakuwa niko hapa, suti ikiwa imenyooka vile anafika. Unaijua SGR maajabu yake kamserereko, burudani mle ndani, TV na vitu vingine, mambo mazuri anaenda kufanya na Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiyo moja, lakini la pili anaenda kuiconnect Kigoma na Kongo, Burundi na Rwanda pamoja na Zambia. Kwa hiyo wale wa Kongo, Warundi watamiminika Kigoma, wafanya biashara watafanya biashara pale, watu wana viwanja vyao watapata wawekezaji kwenye viwanja vyao, watu wana mahoteli watapata wageni kwenye mahoteli. Mwenelewa vizuri, mtu anayeuza chakula atawauzia watu chakula. Kwa kuna kazi kubwa inaenda kufanya mageuzi katika mji wetu wa Kigoma, na ndio maana tunasema asante Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana, kwa sababu hichi unachoenda kukifanya unaenda kutupunguzia mzigo hata sisi wabunge. Sasa hivi wananchi wakiwa hawana mzunguko mzuri wa kipesa, kile kinachomkuta inabidi ampigie mbunge, mtoto wangu ana ada, mtoto wangu si anaumwa, mtoto wangu ana nini. Lakini ukiwatengenezea mzunguko wanajitegemea wenyewe, wanakimbia wenyewe, anaenda kutusaidia sisi, anatupa urahisi, anatupa unafuu wa namna ya kuweza kufanya mambo yetu yakaenda vizuri. So tunamshukuru sana Dr. Samia na Mungu amjalie kwa hichi ambacho anakifanya. Sawa, Baba Levo, unahisi project itatumia muda gani kwa watu wa Kigoma au wasafiri wa kutoka sehemu mbalimbali kwenda Kigoma kupata huo mradi na kuenjoy kwa kipindi? Kiuhalisia kwa sababu tunao wataalamu hapa, naomba uje kidogo. Tunao wataalamu, tuna watu ambao Mzee Machibe amejipanga. Unafikia ameniacha eti Baba Levo niende tu kama kirandage? Yuko hapa wanataka kujua mradi utatumia muda gani huo ujenzi wa kukamilika kutoka Tabora kwenda Kigoma kwa makadirio kupaka sasa. Nashukuru mheshimiwa mbunge wa Kigoma. Kimsingi mradi ujenzi unaendelea, na kwa sasa hivi kwa jina naitwa Engineer Matesh Tito, ni mkurugenzi wa idara ya ishara, mawasiliano na umeme, lakini hapa nimekuja kumwakilisha mkurugenzi mkuu Engineer Machibia Shiwa. Na nikijibu swali katika maana ya ujenzi umefikia hatua gani, ujenzi kwa sasa unaendelea, ulishaanza na kwa sasa hivi uko zaidi ya 11%. Kwa hiyo wananchi wa Kigoma wajue ujenzi umeshaanza, na hata kule wanaona madaraja makubwa, yale maeneo ambayo ni hatarishi, ambayo ni critical kama daraja la Malagarasi, ujenzi wake unaendelea kwa kasi. Na mradi huu tunatarajia itakapofikia mwishoni mwa mwaka 2030 utakuwa umeanza kukamilika na kuanza matumizi kwa ajili ya huduma za usafiri wa mizigo kati ya Dar es Salaam mpaka Kigoma. Na tunaposema Dar es Salaam sio tu hapa, ujenzi pia kuelekea bandari ya Dar es Salaam na wenyewe pia umekamilika. Pale ukiangalia Malindi tayari tumeshaanza kupakia mzigo. Kwa hiyo maana yake Kigoma inakuwa imeunganishwa na bandari moja kwa moja. Kwa hiyo kwa mzigo utakao kuwa unatoka nchi jirani, utakao kutoka Kigoma utaenda bandarini, utoka bandarini utakuwa pia una uwezo wa kwenda moja kwa moja mpaka Kigoma. Na kama unapomsikia mheshimiwa mbunge alivyosema, Kigoma sasa hivi sio mwisho wa reli, ni eneo ambako ni katikati ya fursa. Kwa baada ya kusema hayo, naomba nimruhusu aendelee na press yake. Kwa umesema ni muda gani itachukua? Ni kama mwishoni mwa 2030 mradi utakuwa umeshaanza kutumika. Ushaanza kutumika. Yes. Kwa ni miaka 5. Miaka 4 kutoka sasa hivi. Jamani. Nadhani mmemsikia mtaalamu. Majibu mengine ayaseme mtaalamu ili tuwe tuweke rekodi sawa sawa. Sio hivyo? Kwa kuanzia sasa hivi mpaka 2029 tuna uhakika tayari kipande kitakuwa kimeenea cha Tabora Kigoma trilioni 6.23. Mama anaweka pale. na matafsiri yake 2030 mimi nikamserereko pale Kigoma. Hata uje na mchawi wako. Mungu anijalie inshallah. Mwenye swali lingine kuhusiana na SGR?
Tuko vizuri. Baba Levo, siku ya uzinduzi watakwenda kumpokea mama, of course mtaja Alikiba. Wataenda kumpokea mama ni watoto wote wenye asili ya Kigoma. Watoto wote wenye asili ya Kigoma mnaitwa nyumbani. Diamond Platnumz, badilisha ndege yako kutoka Musoma njoo Kigoma. Na tumeshakubaliana na Diamond, amesema anakodisha ndege yake binafsi anakwenda. King Kiba atakodisha ndege yake, atoka na ndege yake hapa Dar es Salaam kuelekea Kigoma. Watu wanasema mafahari wawili ndio watakutana kwenye hiyo stage. Ni kwao. Sasa kwa mara ya kwanza mafahari wawili watakutana kwenye stage moja ya nyumbani kwao, wakimkaribisha mama na kumshukuru mama kwa kuijenga nyumbani kwao. Na huu ndo muda wa Diamond na Alikiba kuanza kujenga mahoteli nyumbani kwao na kuweka ofisi za maofisi yao. Wasafi kuwe na ofisi kule Kigoma. Alikiba King Music sijui na ile radio yake inaitwa nini, Crown Media, na yeye aende kuweka ofisi pale King Kiba, na pamoja na wasanii wote ambao wana asili ya Kigoma. Twendeni pale tukamwimbie mama Lekadutigite aone namna ambavyo wishavo weneke. Kuna mwingine na lolote hapo? Nina swali. Umezungumzia Diamond na Alikiba kuwekeza mjini Kigoma. Namna yote kuzungumza na Diamond kuhusu projects za kuwekeza kabla hii? Tumeshaongea nao sana, lakini kulikuwa hakuna vivutio vya kumfanya mwekezaji aone kama kweli sasa hivi Baba Levo anatuambia ni sawa sawa. Lakini haya mambo, barabara zilikuwa hakuna. Mama alishatengeneza barabara, kaunganisha Kigoma na mikoa karibia yote. Kulikuwa hakuna umeme wa kudumu. Dr. Samia Suluhu Hassan ameshamaliza swala la umeme. Sasa hivi sisi tunatumia umeme mnaotumia Dar es Salaam, grid ya taifa, na sisi tunaitumia hiyo Kigoma. Kwa sasa hivi ukiweka kiwanda chako, kuna viwanda kule vya simenti vishaanza kujengwa huko Kigoma na vingine vinafanya kazi. Lakini pili, kulikuwa hakuna miundombinu mizuri ya reli ya kuweza kusafirisha mizigo. SGR ndio hii hapa inaenda kujenga. Dr. Samia Suluhu Hassan amemaliza kwenye hilo, na namshukuru mheshimiwa waziri wangu anaitwa nini? Namshukuru sana mzee Makame Mbarawa, mheshimiwa waziri ambaye kiuhalisia ni waziri hodari, pamoja na mkurugenzi wa TRC mzee wangu mzee Machibia. Kazi mnaoifanya, mimi nilitamani kabisa Kigoma ikiisha hiyo stesheni ipate majina ambayo yanaendana na hao ambao wanaipambania kuhakikisha stesheni inakwisha. Mwana mzee Mbarawa, nashukuru sana mheshimiwa waziri, Mungu akujalie. Na kushukuru sana mzee wangu mzee Machibia kwa kazi ambayo mnaenda kuifanya Kigoma mjini. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuiona Kigoma. Kupeleka trilioni 6.23 ni hela nyingi sana. Ni pesa ambazo ungeweza kufanya miradi mingine, ingeweza kuendelea na ingeisha na ingekupa sifa kubwa. Lakini hii sifa unaenda kuitengeneza Kigoma, unaenda kutengeneza sifa ambayo inaiconnect Tanzania pamoja na nchi tofauti tofauti. Lakini ajira zaidi ya 15,000 unaweza kutengeneza Dr. Samia, ni ajira ambazo zinaenda kutusaidia kutupunguzia mzigo sisi wabunge. Kilomita 502 ni kilomita nyingi sana. Kwa tunategemea kwa hiyo miaka 3-4 mradi ukimbie, ili mama yangu pale ambapo utakuwa unaachia kijiti, uachie kijiti ukiwa umeshaizindua sasa reli ya Tabora Kigoma SGR. Nashukuru sana. Tunashukuru sana. Nadhani kwa kusema hayo tunashukuru. Nadhani watu walikaa hapa wakategemea Baba Levo utatoa tamko sio la Diamond na Zuchu na vitu gani. Nataka niwaambie tu wazi kabisa kwamba ni kweli kuna ugomvi na kiuhalisia huu ugomvi ambao umetokea unaweza ukapelekea hawa watu wakatengana. Tunazuia hilo lisitokee, kwa sababu mimi nikimwangalia Zuchu, nikimwangalia na Diamond, naona ni watu wanapendana sana. Kwa hiyo tutaangalia ni nini kinachosababisha tatizo, tutazuia. Na nataka niwahakikishieni Diamond ataenda kuimba Kigoma akiwa na furaha, kwa sababu mpaka tunafika tarehe 20 tunapoenda Kigoma kuzindua SGR, Diamond atakuwa na mke wake washapatana na mambo yatakuwa ni mazuri, na wakati sarakasi ataruka pale mbele ya mama kuhakikisha mambo yameenda sawa sawa. Tuko vizuri sana. Hatuwezi kuongeza kama ni mambo ya mapenzi. Hapo haya nakusikiza yeye. Unasema Diamond atakwenda kuperform pamoja na Alikiba. Diamond na Alikiba watakutana kwenye stage moja Kigoma. Okay, kuna watu wengine wanasema watoto wa mama ni wasanii wote. Kwa labda wakina Rayvanny, Harmonize, Zuchu, nani wote watakuwa au ni watu? Hii ni fursa ya watoto wa Kigoma pamoja na marafiki zao. Kwa hiyo
no, marafiki zao. Chino sio mtu wa Kigoma. Mario sio mtu wa Kigoma. Mbosso sio mtu wa Kigoma. Ndio maana tunaalika wote. Rayvanny yuko Bali na mke wake wanakula raha. Sasa tutaweza acha hizo raha, njoo huko. So unajua kule angekuwa tunajenga Mbeya angeza kuacha. Ule uchungu wa Kigoma. Kwa Kigoma kama atakuja inshallah Mungu ni mwema. Lakini waliopo hapa sisi watoto wa Kigoma na marafiki zetu wote tunakaribishwa Kigoma kwa ajili ya kwenda kutoa burudani. Mwenendo vizuri kwa ajili ya kwenda kumuonesha mama asante kwa kutuletea SGR Kigoma. Okay. Watu wanasema kwa nini ulimuita Lia shemeji? Hiyo mimi sijui hayo mambo, sijai kumuita.